Bwana, maombi ya barua ya S-FA kuhusiana na kile ambacho kilitokea katika uwanja wa New Amani Complex yanafanyiwa kazi na amefanyiwa kazi kulingana na matakwa ya barua pamoja na upelelezi, taarifa za upelelezi kuwa zinapatikana. Ikumbukwe ilikuwa ni mchezo wa mkondo wa kwanza wa Ligi ya Mabingwa barani Afrika hatua ya makundi A. Kundi B ambalo lilikuwa linahusisha Al Ahly, Young Africans, S-FA pamoja na Jessica Biriz. So mechi ambayo ilipigwa katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, kwa Yanga kuibuka na ushindi wa bao 1-0 ilizua taharuki kwa klabu ya S-FA baada ya wao kupata bao na bao lile kukataliwa. Wao wakatafsiri kwamba kuna namna fulani ya upigaji ambao imetokea au inaendelea, na ndiyo ambayo imewapa wao kugandamizwa, kushindwa kufanikisha malengo yao. Malengo ya S-FA, it was to get a sare or to win. Walikuwa wanahitaji sare au kushinda, ndiyo yalikuwa malengo yao. Na of course mpira ulipigwa kiuhalisia na ulipigwa katika viwango bora zaidi, lakini bao la S-FA lilikataliwa baada ya Young Africans kupata bao kupitia kwa mchezaji wao Prince Dube Mpumelelo, na wao walicheza wakapata bao ambalo Kibendela line 1 alisema ni offside, and in charge ambaye ni referee wakati akasema it was a offside, ilikuwa ni offside, kwa hiyo goli likakataliwa. Wao wakapeleka proposal zao mpaka kule moja wa makao makuu ya CAF ambako yapo wakabidi kupeleka tuhuma zao na barua ikielezea kwamba tunahitaji taarifa za upelelezi wa goli ambalo tulipata likakataliwa, lakini pia hatukupewa huduma vizuri kutokana na figisu za nje ya uwanja. Kwa hiyo pia tunahitaji lifanyiwe kazi, ndicho ambacho walikizungumza. Kwa hiyo moja kwa moja leo sasa ni majibu ya moja kwa moja kutoka CAF kuelezea majibu ya barua ambayo ilitumwa huko CAF. Majibu ya barua yakoje? Basi hapa ukae na mimi ili nikujuze vizuri kwa nini na ipo vipi. Warabu wameendelea kuhinikiza kwamba wanahitaji haki itendeke, hasa kwenye nchi za upande wa magharibi na mashariki. Yaani kwenye ukanda huo pamekuwa na maswali mengi sana, au pamekuwa na hesabu nyingi sana ambazo hazitimii, hasa kwenye masuala mazima ya utekelezaji wa mpango kazi wa timu. Yaani timu zinapokwenda kucheza kule, pamekuwa of course Waarabu wanadai kuwa wanaonewa. Hata National Ahli na wao waliandika barua ambayo inahanikiza CAF waweze kuwa active katika kusimamia majukumu yao, kwa maana ya kuona kwamba hawakuridhishwa na kile ambacho Young Africans walipatikana nacho. Sasa ipo hivi, kanuni za CAF zikijiridhisha kwenye upelelezi, kuna mambo matatu au mawili kutokea. Jambo la kwanza ni timu ambayo ilifanya uonevu katika uwanja inaweza ikapokwa alama, pili ikapigwa faini na kuondolewa katika mashindano. Haya yanaweza katokea endapo viashiria na sababu zote za kila kilichodhaniwa au kuzungumzwa pale kikitokea. Iwapo kikiwa hakikutokea, sasa kitakachobaki ni adhabu kwa marefali, lakini alama zitahesabiwa pale. Sasa nataka tu nikuonyeshe kwamba hapa ni kitu gani ambacho S-FA wao watanufaika nacho kutokana na kile ambacho kilitokea. Tukizungumzia maandalizi ya nje ya uwanja, yale yalikuwa chini ya virabu vyote, S-FA na Young Africans, kwa maana kujiandaa ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Young Africans ni mwenyeji wa mchezo. S-FA ana haki ya kuenda kushtaki kwa sababu anaweza akawa na think kwamba kuna viashiria vyovyote vya rushwa au kuna viashiria vyovyote ambavyo Young Africans alivifanya kuweza kushinda mchezo ule. Ukija kuangalia mpira ulipigwa 50-50 and kila timu ilishambulia na kila timu ilifanya attacking za maana kweli, lakini at the end of the day ni kwamba Young Africans alipata bao ambalo lilikuwa clearly pasi kutoka kwa muda 3 ya Haya Bas ambao ilienda direct kwa Prince Dube na kuidirect kwenye goli na akapata bao. Lakini hapo S-FA walifanya kurudi wakishambulia kwa kasi, na wao ikaonekana walitengeneza set pieces. Ilikuwa ni set piece, yes, clear movement ambayo ilitengenezwa kwa mfumo wa set piece. Young Africans Devela ilikuwa kona ile, akapiga ambaye alikuwa ni striker, ikaingia nyavuni, lakini refa akahesabu ni
offside. Maswali yanajiuliza kwamba je, ile ukiangalia sio offside. Je, marefa sasa professional yao ni ndogo, hawakuona vizuri, ilikuwa ni overlook, au mcheza kwao hutunzwa? Na kama hutunzwa, sheria imefuatwa? Kwa sababu mcheza kwao hutunzwa ni kauli ya wahenga ambayo inapotosha. Hapa tunaangalia 50-50, 50 kwa 50. Although Young Africans katika mchezo ule yeye alikuwa anatafuta alama 3 na ni kweli alizipata, lakini je, hawa SFA walitendewa haki? Kama hawakutendewa haki, basi walikuwa wana haki zote za kwenda kulalamika, na kafu hapo ndipo ambapo wataanza kufanyia kazi, na wakianza kufanyia kazi hapo inaweza ikaleta taharuki kwa upande wa Young Africans. Lakini iliwahi kutokea kwa klabu ya Mamelodi Sundowns. Ilichezwa katika mechi ambayo walicheza Young Africans na Mamelodi Sundowns kule Afrika Kusini, ambapo mpira ule ulipigwa kwa dakika zote 90. Young Africans dakika 53 walipata bao zuri, clear goal ambayo ilipigwa na Stefan Aziz Ki, ikala nguzo ya juu ikaingia ndani ikatoka nje. Umeona? Of course ile ilizua maswali mengi sana, na refa wale mchezo alikuwa ni Amin Omar Amin kutoka Misri, ambaye aliwahi kuchezesha dabi ya Kariakoo ya Simba na Yanga. Kwa hiyo Yanga nao pia walituma barua kafu, lakini majibu yanayokuja ni kwamba it was not a goal, kwa sababu tayari yani refa ndio in charge, yani refa ndio ambaye anajua kila kitu. Refa akisharuhusu kati, ina maana adhabu zote zitakazotolewa zitamhusu refa, sio tena team. Kwa hiyo nyie mtaenda kuishtaki team, lakini refa ndio anatakiwa ashtakiwe, kwa sababu inaonekana yeye ndio kwenye kazi yake ndio ameshindwa kufanya kazi yake. Kwa hiyo ukienda kushtaki team unakosea. Inawezekana hapo kwa hoja zangu SFA watakuwa wamekosea kama wameenda kuishtaki Young Africans, kwa sababu Young Africans wao waliingia uwanjani kucheza, hawakuingia kufanya drama au kuchezesha mpira, waliingia kucheza. Sasa kilichofanyika, ina maana Young Africans wao wanaweza wakajitetea wakasema sisi ni wachezaji, sisi sio marefa. Umeona? Sasa kama sisi ni wachezaji sio marefa, why mnatushtaki sisi? Umeona? Na hapo pia watapata reason behind ya kujitetea, ya kusema kwamba sisi tulikuwa ni wachezaji, lakini wanaotakiwa kuwajibishwa ni marefa, kwa sababu refa ndiye ambaye alikuwa na majukumu yote, alisheria za ile 16. Kwa hiyo kwa kigezo hicho Young Africans anashinda, kwa sababu tayari yeye atasimamia tu kwamba mimi nilikuwa ni team, na kama mimi nilikuwa ni team nilienda kucheza, sikwenda kuchezesha even. Kwa hiyo hii itawapa 100% Young Africans kuweza kujikwamua. Ikumbukwe ile kundi bwana lilisukwa na kafu wenyewe. Kafu alijua kuna mambo mengi yatatokea. Kundi gumu kama lile lina mambo mengi sana. Nadhani intensity ya kafu ni kutaka kuangalia mpira wa Afrika upo vipi. Kwa sababu sijui kama imewahi kupangwa kwamba yupo National Ahli, Mamelodi Sundowns, yupo Esperance Deportivo de Tunis na Pyramid. Haijawahi kupangwa kundi hivyo, kwa sababu ni ugumu mkubwa sana. Yaani unaweza ukawa ni ugumu mkubwa sana. Sasa ndio kama hii ambayo imepangwa kwa Young Africans. Inawezekana kuna vitu ambavyo wanahitaji kujiridhisha wao kama CAF, kuweza kuona kwamba ni namna gani wanaweza wakapata matokeo. Yes, Young Africans kwenye ardhi ya ugenini amewakilisha vyema, kapata alama 3 ambazo ni muhimu sana kwenye mchezo wake huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Uwanja wa ugenini kule Jeska karuhusu kapata sare, matokeo mazuri kwa sababu tayari ana alama 4. National Ahli kapata alama 3 dhidi ya Jeska katika ardhi ya nyumbani Cairo, lakini kaenda kulazimisha sare kule SFA kapata 1, kwa 4-4. Yanga na 4, Ahli ana 4. Paka sasa michezo miwili tunahesabu kwamba Young Africans ana matokeo mazuri, lakini pia National Ahli ana matokeo mazuri, kwa sababu wamezichanga karate zao vizuri na wamefanikiwa kutengeneza jambo ambalo ni hesabu za kimpira kwenye hatua ya kundi, hatua za makundi, lakini katika kundi lao ambao ni kundi bigumu zaidi. Mechi zinazofuata pia ni mechi ambazo ni ngumu kweli. Mechi ambayo inakutanisha National Ahli na Young Africans,
lakini Jesca dhidi ya Esfa. So ni makundi magumu ambayo hao wote wanahitaji wawe wamejipanga vizuri kuweza kuhakikisha wanapata alama 3. Ila hesabu za Yanga ni Jesca aweze kumsimamisha Esfa, Young Africans apate sare dhidi ya